Pendwa habari katika utangulizi kabisa kwenye Shinyanga, makanisa leo yanaadhimisha Dominika ya 17 na kawaida ya mwaka wa kanisa mwaka A. Lakini kwetu wanademokrasia Maria Mama Huruma, kwetu ni sherehe kubwa tunapomshukuru Mungu kwa zawadi ya padre, tunapomshukuru Mungu kwa zawadi ya mtoto wetu, vijana wetu, rafiki yetu. Tumekuwa naye, tumecheza naye, tumemuona katika utoto wake, na leo tunamuona amekaa kwa juu, kama ambavyo katika somo la pili Mtume Paulo anapotuhakikishia kwamba wale aliowachagua tangu asili hawa akawaita, na wale waliowaita hawa akawahesabia haki, na wale waliohesabia haki hao akawatubu. Kumbe Petro ameitwa Bwana, naye akakubali kwa Mungu, pamoja na kwamba amezaliwa kwa dini, amekulia kwa dini, amebatizwa nawe, amekulia mazingira yetu, amesoma mazingira yetu lakini bado sababu aliitwa na Mungu, naye ameitwa. Lakini labda nakwambia kipande cha sote, somo la kwanza linatongoza vizuri sana. Somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 3 aya Suleiman nabii, tunafahamu historia yake, mtoto wa nabii Daudi. Baba yake mama mwanzoni mambo yalikuwa ya ovyo, na hata ndugu yake alikuwa alikufa kama adhabu ya baba kutenda yale ya ovyo. Lakini baadaye akazaliwa Suleiman. Suleiman alipochukua nafasi ya baba yake, nafasi kubwa, alikuwa kijana mdogo fulani kama Bezo. Alikuwa na uoga kidogo kwa alifikiria usingizi, alilala, Mwenyezi Mungu akamtokea katika ndoto, akamwambia Suleiman, omba utakalo litatimia. Mada tulivu ya Suleiman, mada tulivu ya Suleiman, sema tunataka nini? Omba lolote utakalo litakupa. Suleiman anaomba, anasema, Bwana Mungu wangu, wewe umenijaza sifa nyingi sana, mambo mengi makubwa duniani. Mimi mtumishi wako sijui vizuri namna ya kuomba labda vizuri sana, lakini unipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ili niwahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Moyo wa adili, moyo unyenyekevu, ili niweze kuwahukumu watu wako kwa haki, na mimi pia niweze kupambanua kama kiongozi lipi jema la kufuata na lipi baya la kufuata. Bila shaka Mwenyezi Mungu alimsaidia Suleiman kama mfalme, labda ameomba makubwa sana. Kila mfalme anapenda kuprotect uongozi wake, nafasi yake. Ndio maana tunaona hata viongozi wetu wengi vipindi vya uchaguzi tunaona wanahangaika. Akija kwako pale kuomba baraka, labda kushinda udani, bahati mbaya kiondoka tunaona amebadilika, anakuja kuomba baraka pale, kwenye gari yake kuna majopako, kuna kitu gani yote kwa ajili ya kuomba uongozi wa nyumbani au endelee na baraka yake, hawashinda sana au wasindani wake. Sema tofauti, haombi hiyo, wala haombi roho
Kiongozi wote anakuwa na upinzani kana viongozi, alafu usipigwe na yoyote, utakuwa kama kichapo. Watu wanamkataa mpaka Mungu aiwaumu. Sasa Suleiman aombi lolote kwa ajili yake yeye cha manufaa ya nchi, lakini anaomba moyo wa adili ili aweze kuwahukumu watu wake, kuwaongoza vizuri, na anaomba busara, hekima ya kupambanua mema na mabaya. Sio sana ndugu wangu mpendwa Petro, hili kwako ilikuwa kama bahati ya kudondokea Dominika tunayoadhimisha kufanya kwa na wanaparokia. Nakutana na somo hili ambalo ni leo Dominika ya hili la sema niliope tuchukue, nitamani na ubaki nao. Omba moyo wa adili katika utendaji wako kwa mabaya. Omba uweze kuhukumu, kuamua vizuri. Omba uweze kupambanua mema na mabaya. Mema uyashikilie na mabaya uyache. Uweze kuhukumu kwa haki, kwa sababu unajua mimi hawa mimi nikisema kama baba kana kutoka kwa shingani unatoa kazi kidogo. Kama nikanaye kitu moja, nikanaye wakati niko kwa komeni sana leo kitu moja. Kiwewe ni kwamba kueleza mimi ndio tunapata mtena mwingine. Kai tena jana bae alituma leo tupate nafasi yake. Lakini ungeza kibaraka na yeye ya sehemu nyingine na kwa nini. Sasa hawa waamini ambao tunawaongoza ndugu zetu, rafiki zetu, baba na mama zetu, dada na dada zetu, wakati mwingine usipokuwa na busara ya Mungu katika kuamua, unaweza kukuta wanaleta maafa kwenye familia za watu. Anaweza mama akaamua kama siku wamekumbana na baba tutajikainga, lakini akaja kwako kama padre ukaka ushauri au kueleza kitu cha kitu na kueleza kitu cha uongo. Hili tu kwa nini la katika mwenzake uongozi. Na usipofanya busara ya Mungu katika kuamua, labda kuita na baba kwa wakati wake na kupata ukweli. Baada ya kupata kuelewana, alafu wanakuona kama wewe unaamua na mwingine kwa haraka. Ndio busara kubwa ya Suleiman katika uchungaji wako kama sasa. Uweze kupambanua wale wanaoletewa jema na baya, lakini na wewe kama pale si malaika, ni mwanadamu. Baada ya kumwona unaingia katika ushawishi na vishawishi wakubwa watu na kubao. Mapendwa, naanza dada zetu wengine tumekuwa kuwa na mengi. Sasa tutapata vijana na tunamwonea huruma, tunamuonea huruma kwa upande wake. Unamwonea huruma bali katika upande wake, sasa na peke yake na kuaje mwenyewe anasimama hapo. Kwa hiyo hapana kumwonea huruma bali katika upande wake. Kinaelewa? Hapana kumwonea huruma bali katika upande wake. Hapana kujipitisha kwa bali. Huyu ni baba, kwa hiyo namheshimu kama baba. Ni baba amepata Kristo Yesu mwingine, tunamheshimu kwa nafasi ya Yesu. Gavana kumbania hicho baada ya tunamheshimu. Lakini na wewe ndio ombi busara ya Suleiman ya kuliona jema na baya na kulipambanua jema. Katika hili tulisikia ile Mathayo sura 13. Mwingine baada ya kuendelea kwa mfano ya shamba, Yesu anafundisha habari za shamba.
Lakini leo tena natoa mfano mitatu. Kwanza, Yesu katika upande wa Mungu anatufananisha na hazina iliyoficha. Lakini mmoja alipoiona, bila shaka eneo hilo hakuwa mitaja na kupita pale, walipita na wengine, lakini yeye aliona hiyo hazina. Alikuwa na vitu vyake akauza, tena aliona ili apate hazina atakapoinunua biashara. Mfano wa pili, Bwana anasema mfano wa Mungu umefananishwa na mfanyabiashara aliyetafuta lulu nzuri, na alipoiona moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza vyote akaiona. Hasa mfano mwingine, baba Benzo upande kitu thamani sana, kitu thamani kubwa. Unafahamu ile kaka mtandao wa Mwananyamala, kwa kwanza mara nyingi au nataka kidogo na mtandao wetu. Kwa hiyo tutepepo ili tupeleke Ulaya na kusoma au tuje ndani ya mtoto Mwananyamala. Nienda kufanya nini? Labda nikitamia mimi au nikitafuta madawa yetu. Lakini kwenda kwa sababu ya lulu, kwa sababu ya hazina kubwa ya upande wangu. Baada ya upande, kama akaona yanafaa ile kwenda kusoma kwa masomo zaidi, akaenda mpaka kwenye nchi za watu huko, katembea nchi za watu, aliona wasamani na ambapo ile sasa anasoma Italia, anafahamu na yeye kizoi baada ya kwenda Spain, na unaenda kule kwa lulu cha thamani kama upande hazina kubwa, unakuta kanisa kubwa zaidi ya hiyo, kanisa makubwa mazuri, wamejaa wazungu tu mweusi kama ni Bwana na wasukuma na kusikia hiyo. Sio jamani, bado na thamani. Hao wazungu tayari kwa kulala sio chapa mkopo wa deni kesho. Bado na thamani. Hizo thamani za kidogo tufaidike. Lakini tembea imani sisi sote jamani, kama ndani na nje wa kwetu na ile baraka wote leo tuko kwa ajili yako. Tumeacha mengine yote tuje kwa ajili yako. Na mara wananiambia kuna visa tatu na zingine zote zimeachwa mstari mmoja kama na parokia kwa ajili ya kuthamani kwa upande wako. Ni kitu cha thamani sana. Kwa hiyo tunze kama kitu cha thamani ulichokitafuta, ulichokiangaikia kwa muda mrefu. Umeanza masomo yako ya kitabu cha kufikia muda mrefu, miaka mingi, na hata baada ya kidato cha sita kusoma tena muda mrefu, malezi ya muda mrefu. Wengi ambao wamesoma nao baada ya kidato cha sita, labda wanaendelea maisha mengine, au wale wameweza kidato cha sita mwaka wako, wengi tayari wana familia zao, wana kazi zao, tena baada ya kumaliza theolojia. Lakini wewe kama familia ndio umeianzisha tarehe 4 ya mwezi wa 7. Ibaki miaka yote. Kwa nini? Kwa sababu ya thamani ya upande. Kwa sababu ya thamani ya upande. Sio kitu cha kuchezea. Umekitafuta kwa Mungu kubwa. Umeheshimu, umetii, umepata taratibu, umesoma vizuri. Sasa umeipata hazina hiyo. Umeipata Mungu. Ni wajibu wako kuitunza vizuri katika utakatifu wake, katika haki, katika wema, katika yote, kuitunza roho hiyo ambayo Bwana mwenyewe ametunza. Umeiona wewe jamani, katika malezi yako na mambo yako wakati wa Bwana. Ingawa tunataka kwanza tunakwenda kama sekondari, ingawa hapo ya upande na kwetu, lakini kwa mtoto na kuendelea mnaona mawazo ya maisha kidogo. Lakini fikiria wale wanaozana katika kwanza pale Biblia mpaka leo kusimama na kama pale magari. Kumbe kati ya wachache uiona roho. Sasa ndio hasa ndugu wangu wewe kitu. Nawe ndio vizuri. Utafurahia upande wako. Na utafika hata miaka mingi ya upande wako. Kama utatunza lulu hiyo vizuri, kama utatunza hazina hiyo vizuri. Lakini kama unataka utakwenda kutokatiwa na baba askofu, kundi utakaopewa ni kundi la watu. Sasa mfano wa tatu wanaweza kusema
Ufalme wa mbinguni umefanana na juya. Wanaojua ufupi, mimi kituo changu cha kwanza cha kazi mwaka 2004 nilitumwa visiwani Mbako, nilienda kufanya kazi ufalme pia na Mbako. Sasa kweli kuna zaidi mambo ya ufupi gani kwa sababu kwa kuna zaidi kwa na watu wake ni wakubwa. Sasa juya kama vile chakula nachukua nyavu inatupa ndani, alafu unakokota vyote vinavyoingia ndani yake. Maana kila kwa kitu kidogo sana kama kidawa unachukua vyote. Ukifika pwani na ile nyavu ile pili naanza kuchagua aina za samaki, changu, dasi, korekore, patos, gisi, kweza, na chakula. Na unachukua kwa badala yake. Lakini kwa sababu umevuta vyote, utakuta umevuta pia kama kolokolo, au chafu, fulani, kwa mbao, makaratasi, manailoni. Sasa yale wavuvi hawayaishi mahali ndio wasumbua tena. Anayaandika aliyoshtaki wanachoma. Kwa Yesu anatoa mfano. Sasa wale watakaorudia ni watu wengi na wanamna mbalimbali. Sasa kama huyu wa mvuvi anapovuta anaangalia sio rahisi sana. Matengenezo yake ni kwamba wawe samaki yani tunamoleka. Lakini anakuta na vingine ambavyo si samaki. Anakuta na vingine vya ovyo ambavyo lazima vitu. Lakini anatumia muda. Akuchagua kule bahari ya ndani ya maji na kuchagua pale hapo. Utatenda kazi na wema na waovu. Wanaotafuta utakatifu kanisani na wanaoleta ushindani kanisani. Au utakutana nao. Lakini kwanza uwe tolerant kama mvuvi anapokuta juya, anakuta vyote. Ataratibu anachagua. Kumbe ujipe muda au tena kwa Suleiman ile busara ya kupambanua mema na mabaya. Hilo ni muhimu sana kwako. Kupambanua mema na mabaya. Ndio maana Mtume Paulo katika somo la pili wanataka kwa Warumi anasema tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani anawaita kwa kusudi lake mwenyewe. Wewe ni mpendo wake Kristo, kwa maana ukataka leo kwa pale. Kama nimesema wengi wameshindwa katika kwa sababu bali afya iko ndio ndoa fulani. Lakini Mungu atutunza mpaka leo. Mungu ataleta Bwana Yesu na unaaminisha. Tumejitahidi sasa katika hata marafiki ya ndani wa nao karibu. Jitahidi kupambana kama mtu wa Juya. Umekuwa wote lakini wengi na wote. Hilo naachana nayo. Na mengine unaachana nayo. Hata kwa mwingine ambapo unaviona hivi siwezi kwenda nazo katika upande na China, achana nayo. Kwa hivyo kwanza ongea sana kwa zawadi kubwa na katika lakini sisi tuna nafasi kubwa au wajibu kubwa wa kumtunza mali wetu kwanza kwa sasa. Kumwombea, sio kama tumemaliza. Ndio pangana na mama, sio kama tumemaliza sasa. Kwamba hapa alhamdulillah kweli kufika. Sasa tunaanza vita na shetani kama tulichokoza tena. Sasa ndio tunaanza naye vita. Majanga wala na mama wajibu wako kabisa mkubwa kama mama kuendelea kumbeba Elson kwa sasa. Baba ni wajibu wako mkubwa kabisa kama baba kumwasa, kumtakia mema na kumwonya kama unasikia chochote cha ovyo kutia mbele. Baba ni baba yake. Yeye baba na yeye. Baba na yeye. Na baba. Lakini wewe bado baba yake.
kuna wajibu mkuu, na hata ndugu zake wote watatu mna wajibu mkubwa wa kumsindikiza kaka Ben Masala katika upande wake, lakini hatuna wajibu wowote wa kuchukua majukumu ya kiuchumi. Usianze sabini ukanikumbuka, yaani tunajua kabisa wewe umesoma tangu la kwanza, umepata kumaliza shule, umecheza cheza wote viwawa gani mpaka hata leo upo, halafu mwanamke kwenda na kutoka wewe unanikumbuka, unajua atakuomba hela atakuweka sawa kidogo. Dada fulani awe nakumbuka sasa bwana mwenzako ile mtoto wetu ule kwa saada ya shule wamekuisha afya, kwa hiyo tumekitia piga ilikuwa takiwa 850,000 hizo sabana atatoa ataenda kuiba ya zawadi, ataka uongo na kwa watu nataka kuandika message za uongo kwa watu. Hilo kufanya. Na la pili, yeye anaishi maisha yake nyumbani, ana ratiba zake na wenzake ili jumuiya atakayopewa. Sasa moja usiku, baba sasa hivi jioni kadada gani siku? Anzuri vipi? Hasa sabisa la. Pata siku umekula ili wewe ufanye nini? Kama jana wewe ufanye nini? Aja kwenye kafunga. Ndio, ya alafu utafanya. Sasa pana kama ilivyokuwa mwanzo kujibitisha kujirekesha kwa pamoja. Kadiri Padre mimi nilifanikiwa wakati sana kushiriki ubadilisho wa padre mmoja anaitwa Anwar, yuko na mawasiliano mwaka 2000 na moja bila kuongeza Sudan. Kama jenerali Zuberi wako aliyepandisha aliyepigana aliyetamkia maisha al-Asis safa al-awwal wal-mu'minin safa thani. Al-Asis safa al-awwal wal-mu'minin safa thani. Maana yake padre daima ni wa mbele na waamini wanafuata nyuma. Ndugu wangu, kawe wa mbele katika sala, kawe wa mbele katika kupenda watu, kujali watu, kawe wa mbele katika yote mema na mazuri kwa nafasi yako kama ambaye ukawe wa mbele. Hawa wote watakufuata. Kama leo wote tunakufuata, wewe ndio wote wanaotaka Bwana awena tunakuitika wewe. Moja nifundisha juu ya maamuma. Katika maamuma ina maana asiyejua au anayeitika yatafuatana. Kwa mfano, padre yeye kama kiongozi Bwana sisi maamuma tunakuitika sababu sasa katika Kiswahili ndio tunapika ukiana asili. Sasa leo sisi kwa wote wa mama wako. Leo ndio imamu wetu yote hapa. Tunakuitika wewe. Baba Kandani Zuberi kama ni taasisi safa al-awwal wal mu'minin safa thani. Sisi na wengine wote hawa leo tunapata wewe. Sasa katika maisha yako watu wanakufuata. Sasa msala yasema ni kuongoze, chague mema na mazuri, anampendeza Mungu na watu, ili wanaokufuata wayaone kutoka kwako yale mema na yale yaliyo mazuri, nayo yatakubariki sana katika upande wako, na utaanza upande wako na kuendelea na upande wako, na hata utamaliza maisha yako upande kama pande wa duniani ukiwa na furaha kubwa kabisa kwamba unaenda nasema ni Mungu ni ya
tumeona sasa Bwana waweza kumtumishi wako aende kwa amani. Kwa nini? Kwa sababu nimeanza upande wangu, nimeishi upande wangu na nimemaliza upande wangu kwa busara ya Suleiman ya kuchagua mema na mabaya, kumcha Mungu vizuri.